Bei ya mafuta yashuka, matumaini ya mzozo wa Irani. DW imeripoti leo hii mchana huu, na hii inaleta ahueni ya mafuta hasa katika maeneo mbalimbali duniani, lakini tusome taarifa kwa uchache, alafu tutachambua kwa kina. Bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia leo Jumatatu baada ya Rais Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya dhidi ya mapya na Irani yanatarajiwa kuanza baadaye hii leo. Akizungumza jana Jumapili, Trump alisema duru mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatima ya mlango bahari wa Hormuz, ujio muhimu wa maji unaopitisha kiasi cha 20% ya mafuta yote duniani. Hata hivyo, Iran imepinga maelezo hayo ya Trump akisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa. Hivi leo bei ya mafuta ghafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia dola 83.5 kwa pipa. Inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC plus la kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Kwa hiyo of course Trump ndio anayeweza kuichezesha dunia kwa vile anavyotaka, vile tu anavyoona tu kwamba sasa niseme hivi basi, na anaweza akasema, lakini pia na ikaleta trendi kwenye vyombo vya habari, lakini pia na kwenye tovuti na mpaka kwenye magazeti mbalimbali. Kwa hiyo tangazo la Trump la kusitisha mashambulizi dhidi ya Irani leo kumeleta ahueni katika masoko mbalimbali duniani, lakini pia hii imechochewa kwa namna moja au nyingine kwa kushuka kwa bei ya mafuta. Kumbuka kila siku ya Mungu inavyotembea au inavyoenda, basi watu wanaangalia nini Marekani anachosema. Kwa hiyo hali hii ni ngumu kwa sasa, lakini licha tu ya hiyo kuna tangazo lile la OPEC ambao wamesema watazalisha mapipa 188,000 mpaka kufikia mwezi Septemba. Kwa hiyo hii imesaidia kwenye kuongeza chachu kwa maana ya uzalishaji wa mafuta, lakini pia na italeta ahueni kwa maana mafuta mengi yako njiani kuelekea kwenye masoko mbalimbali duniani. Lakini sio kuamini Trump anachosema, kwa sababu anaweza kusema leo kwamba nataka mashambulizi nimesitisha, lakini ndani ya siku kadhaa basi utasikia anaendelea kufanya hizo counter attack ambazo za mashambulizi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa nchi hiyo ya Uajemi kwa maana Iran. Lakini kuendelea kwa mazungumzo kati yake na Irani, tumeona Irani wamekanusha kuwepo kwa mazungumzo kati ya Marekani na Irani. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba huenda wale watu wa Irani wanaogopa kuweka wazi kinachoendelea upande wa pili, naona au labda Trump anajaribu kuambia ulimwengu hii kuhakikisha kwamba kushusha ile tunasema soko la mafuta, kwa maana kushusha hiyo hali ya upandaji wa nishati hii muhimu ya duniani, kwa maana nishati ya mafuta na gesi. Kwa hiyo tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini wapatanishi kutoka kule Pakistani na Oman na Qatar wameendelea kuwepo na wanaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba mzozo huu unafikia tamati yake kwa kutumia diplomasia. Na Trump yeye anacholilia ni kwamba lazima Irani waje kwenye meza ya mazungumzo na waweze kumaliza tofauti zao kwa kutumia diplomasia. Hata hivyo diplomasia mara nyingi Irani wanaendelea kushinda kwenye diplomasia kwa kuishinda Marekani. Tumeona kwenye MOU ambayo Irani walishinda, walipata vifungu vingi ambavyo vilikuwa wapa privilege, kwa maana manufaa, unaona upendeleo wao, unaona. Lakini hata hivyo Marekani kawa hajapata kifungu ambacho kingempa nafasi kubwa sana katika eneo lile la Mashariki ya Kati, hasa kwenda kuchukua uranium ambayo tayari imesharutubishwa kule Irani. Kwa hiyo
tunaona kwamba hali bado ni nzito Mashariki ya Kati, na binafsi nafikiri kwamba Marekani hawezi kujitoa katika eneo hilo kwa sababu kubwa ni moja, kwamba bado malengo yake hata moja alilopanga hajafikiwa, na mojawapo lengo ni kwenda kuchukua uranium ambayo tayari isharutubishwa kwa 60%, lakini pia ni kufungua kwa mlango bahari wa Hormuz ambao 20%, 1/5 ya mafuta yote yanapita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, lakini pia ndio inayochangia kuleta mdororo mkubwa sana wa kiuchumi duniani, kwa sababu mafuta yanakuwa ni machache kwenda kwenye masoko mbalimbali duniani. Kwa hiyo bado hali ni ngumu, lakini njia muhimu ambayo kumaliza sintofahamu hii ni kukaa kwenye meza ya mazungumzo, kwa maana diplomasia, ili kumaliza tofauti zao kwa pamoja. Asanteni na jioni njema.